Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri wa sheria wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa uratibu na usimamizi mzuri wa maandalizi ya kampeni hii ya awamu ya pili na namna mlivyosimamia utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Hakika kampeni hii imekuwa ni chachu kubwa katika kuhakikisha wananchi hususan wasiokuwa na uwezo wanaifikia haki kwa wakati na kwa ufanisi. Aidha, nawapongeza wadau wote walioshiriki katika utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza. Kwa hakika ushiriki wenu wa hali na mali umewezesha kufikia azma ya kuwahudumia wananchi wengi zaidi wakati wa utekelezaji wa kampeni hiyo. Kadhalika, nawapongeza sana wataalamu wote walioshiriki katika utekelezaji wa kampeni ya awamu ya kwanza na maandalizi ya kampeni ya awamu ya pili wakiongozwa na makatibu wakuu wa Wizara za Sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar. Tumeona na kushuhudia namna mlivyojitoa na kushughulikia kero za wananchi. Tunasema hongereni sana. Ndugu wananchi, haki ya mwanadamu katika jamii yoyote, hususan inayozingatia utawala wa sheria, ni msingi wa utawala bora. Tangu kuasisiwa kwa taifa letu, jambo la msingi na ambalo limekuwa la kipaumbele ni kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa wote na kwa usawa. Kwa lengo la kufikia azma hiyo, mara zote serikali imeendelea kuimarisha mifumo ya kisera na kisheria inayosimamia upatikanaji wa haki. Pamoja na jitihada hizi za serikali, bado kuna changamoto za wananchi walio wengi, hususan wanyonge, kutoipata haki kwa wakati, kwa usawa na ufanisi kutokana na umbali na gharama za huduma za kisheria. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kutokana na uhitaji huo, imeonekana kuna umuhimu wa kuimarisha mifumo ya kisheria ikiwemo kutungwa kwa sheria ya msaada wa kisheria sura ya 21 ya Tanzania na sheria ya msaada wa kisheria ya mwaka 2018 ya Zanzibar, ambazo zinaweka jukumu kwa serikali la kusimamia na kuratibu huduma za msaada wa kisheria. Kupitia sheria hizi, serikali imeendelea kuweka na kutekeleza mikakati na mipango madhubuti ya kuhakikisha wananchi hususan wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za huduma za kisheria wanaifikia haki kwa wakati na kwa usawa. Baadhi ya mikakati ambayo serikali imechukua katika kufanikisha hili ni pamoja na kuendesha kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ya Mama Samia na kuanzisha madawati ya msaada wa kisheria katika halmashauri zote 184 za mikoa ya Tanzania bara ili kutoa fursa zaidi kwa wananchi wenye changamoto za kisheria kupata huduma kwa urahisi ndani ya halmashauri husika. Wizara ya Katiba na Sheria imeanzisha kituo cha huduma kwa mteja ambacho kinapokea na kushughulikia malalamiko, changamoto na migogoro ya kisheria ya wananchi. Ndugu wananchi, sambamba na hilo, serikali imeunda mfumo wa kidijitali wa kuhakikisha uzingatiwaji wa matakwa ya kisheria kwa watoa huduma za msaada wa kisheria na wasaidizi wa kisheria, kupokea na kuchambua takwimu za msaada wa kisheria nchini, kuwezesha utaratibu wa kushughulikia changamoto za kisheria ikiwemo rufaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kuwezesha wananchi kupata huduma za kisheria na mrejesho wa haraka juu ya masuala yao walioyawasilisha. Lengo la serikali ni kuwezesha huduma kiganjani, na hii itawahusu wale wote wenye simu janja na hata simu za kawaida.